Unamfahamu Maria Corina Machado? Huyu ni mshindi wa tuzo ya amani ya dunia, yani tuzo ya Nobel. Maria Corina Machado Prisca ni mmoja wa viongozi mashuhuri wa upinzani nchini Venezuela. Alizaliwa mnamo Oktoba 7 mwaka 1967 huko Caracas, Venezuela. Akiwa mwanamke mwenye msimamo thabiti wa maono makubwa ya kisiasa, amejitokeza kama sauti yenye nguvu dhidi ya udikteta, ukandamizaji wa kisiasa na ufisadi katika serikali ya Venezuela. Machado amefananishwa na wapambanaji wakubwa wa haki za kiraia duniani kutokana na ujasiri wake, uwezo wake wa kushirikisha watu na msimamo wake wa kutokubali kufungwa mdomo hata katika mazingira ya hatari. Machado alisomea uhandisi wa viwanda, yani industrial engineering, katika chuo kikuu cha Andres Bello pale nchini Venezuela, ambapo ni moja kati ya taasisi bora za elimu nchini humo. Baadaye alisoma uzamili wa masuala ya fedha katika taasisi za kifahari ya IESA, yani Institute de Estudio Superior de Administración. Maria Corina ni mmoja wa watoto kwenye familia za kishawishi. Baba yake Henrique Machado alikuwa mfanyabiashara mkubwa na mwanzilishi wa viwanda vya chuma nchini Venezuela. Mnamo mwaka 2002, Machado alianzisha shirika lisilo la kiserikali liitwalo SUMAIT, lililojitolea kusaidia mchakato wa kidemokrasia kupitia ufuatiliaji huru wa uchaguzi. SUMAIT ilihusika pakubwa katika harakati za kufanya kura ya maoni dhidi ya rais wa wakati huo, Hugo Chavez. Kwa juhudi hizo, Machado alipata sifa za kimataifa, lakini pia alikumbuka kwa dhulma kutoka kwa serikali. Alishtakiwa kwa uhaini na kupokea msaada wa kifedha kutoka Marekani kwa ajili ya mradi wa uchaguzi wa kiraia, ingawa msaada huo ulikuwa wazi kupitia taasisi ya National Endowment for Democracy, yani NED. Mnamo mwaka 2010, Maria Machado aligombea ubunge kupitia jimbo la Miranda na kushinda kwa kura nyingi. Akiwa mbunge, alikosoa vikali serikali ya Chavez na baadaye ile ya Nicolas Maduro kwa ukiukwaji wa haki za binadamu, ukandamizaji wa upinzani na kuharibu uchumi wa taifa hilo tajiri wa mafuta duniani. Katika bunge alijitokeza kuwa mmoja wa wakosoaji wa sauti na hakusita kumkosoa Chavez moja kwa moja, kitu kilichomfanya awe lengo la serikali. Mwaka 2014 aliondolewa katika nafasi ya ubunge kwa sababu ya kuhudhuria kikao cha OAS, Organization of African States, kama balozi wa muda wa Panama, hatua iliyotafsiriwa na serikali yake kama usaliti. Baada ya kupokonya ubunge, Machado hakukata tamaa. Aliendelea kuwa kiongozi wa upinzani na kuimarisha chama chake cha Vente Venezuela kilichoanzishwa mwaka 2010. Chama hiki ni cha mrengo wa kulia, kikisisitiza uhuru wa kiraia, soko huria na taasisi huru za kidemokrasia. Machado alikataa kushiriki chaguzi alizoziona kama ni haramu au zisizo na uwazi, lakini alishiriki katika maandamano ya amani na kutoa matamko ya kuhamasisha umma kupinga serikali kwa njia zisizo za vurugu. Mnamo Oktoba 2023, upinzani nchini Venezuela ulifanya kura ya mchujo na kumchagua mgombea mmoja wa kuwakilisha muungano mzima wa upinzani katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2024. Maria Corina Machado alishinda kwa kishindo, akipita zaidi ya kura 90 ya mchakato huo na kuwa chaguo la wazi la mamilioni ya Wavenezuela waliotamani mabadiliko. Hata hivyo, muda mfupi baada ya ushindi huo, serikali ya Maduro ilimfungia rasmi kushiriki uchaguzi kwa madai ya kifedha na kisiasa yaliyodaiwa kuwa na upungufu wa msingi wa kisheria. Mnamo Oktoba 2025, kamati ya Nobel nchini Norway ilimtangaza Maria Corina Machado kuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel kwa mwaka, ambapo mwaka huu kamati hiyo imeeleza kuwa alipewa tuzo kwa sababu ya ujasiri wake wa kipekee, uongozi wa kiraia, juhudi zisizo na vurugu katika kupigania demokrasia ya kweli, haki za kibinadamu, uhuru wa kisiasa katika taifa lililokumbukwa kuwa na udikteta sugu. Kwenye orodha ya waliokuwa wakipewa nafasi kubwa ya kushinda kulikuwa pia na jina la Donald Trump, rais wa Marekani wa sasa, ambaye aliteuliwa kwa madai ya kusimamia makubaliano ya amani ya kimataifa kama ya Abraham Accords kati ya Israel na nchi za Kiarabu. Lakini kwa nini Machado amempiku Trump? Moja ni uthibitisho wa kujitoa binafsi. Machado ametumia maisha yake yote kukabiliana na ukandamizaji akiwa ndani ya nchi yake, akifanya hivyo licha ya hatari kubwa ya maisha, kifungo pamoja na mateso. Trump kwa upande mwingine alihusishwa zaidi na makubaliano ya kisiasa ya kidiplomasia yaliyohusisha mataifa mengine. Lakini muktadha wa kihistoria pia inakuwa ni sababu nyingine inayomfanya Machado kushinda tuzo hii. Venezuela imekuwa mfano wa kuvunjika kwa demokrasia, lakini Maria Corina Machado alionekana kama tochi ya matumaini kwa watu wa Venezuela.
hali ambayo iliongezewa uzito na ukweli kwamba bado alikuwa akiishi ndani ya nchi huku akikabiliwa na mateso tofauti na wapinzani wengine waliokimbilia uhamishoni. Lakini moja kati ya majukwaa maarufu ni jukwaa la umma la Sauti ya Raia ambalo Machado alikuwepo ndani yake. Sababu nyingine ni kampeni za amani ya kudumu. Maria Corina alisisitiza mabadiliko ya amani kwa njia ya kikatiba na kiraia. Alikuwa mfano wa wanawake wengi duniani wanaopigania demokrasia katika mazingira magumu, lakini hii iliigusa zaidi hisia za kamati ya Nobel. Maria Corina Machado.